Ya masaa machache siku ya leo kuna video nimeachia kwenye mitandao ya kijamii nikizungumzia kuhusiana na msukumo wa ndani ama inner drive au self drive au sio. Na nimezungumza kwamba moja kati ya changamoto kubwa ambazo zinatukuta wa Afrika ikiwemo wa Tanzania ni kukosa msukumo wa ndani. Kitu ambacho si tu cha kufikirika, ni kitu ambacho Watanzania wengi ambao wamefanikiwa kidogo na wanajaribu kuwasaidia watu wengine wanalalamika kwamba wale wanaotaka kuwasaidia ambao ni wengi sana, wengi wanapopewa nafasi ya kufanya jambo hawalifanyi kwa ukamilifu. Wanaweza kuwa wanalipwa vizuri, mazingira ni mazuri, lakini basi tu hamasa inaonekana siku mbili za mwanzo, baada ya hapo wanapotea. Haya ni malalamiko yanatoka sehemu nyingi sana. Sasa kwenye ujumbe nimesema kwamba watu wafanye mazoezi au sio, ya kuwa na huo msukumo ndani, lakini swali ambalo linabakia wazi ni kwamba unafanyaje hayo mazoezi, na ndilo ninalotaka kulijibu hapa kwa haraka pia, lakini natamani pia video isizidi dakika 5. Sasa nianze kwa kusema hivi. Cha kwanza, maendeleo endelevu yoyote yale yanategemea sana na nguvu asilia ya kitu hicho ambacho kinahusika kuleta hayo maendeleo, au sio? Kwa hiyo kwa mfano, kama ni mmea fulani, ili mmea huo uwe na maendeleo endelevu lazima itumie nguvu asilia iliyoko kwenye mbegu, au sio? Itakapofika mahala mbegu inaanza kutiliwa nguvu za nje, ujue kabisa matokeo ya nje hayatakuwa endelevu yale sawa sawa na yale ambayo yalikuwepo hapo awali. Sio kama unaelewa. Ingawa matokeo ya nguvu ambayo sio asilia yanaweza kuwa ya muda mrefu, lakini maendeleo endelevu ama kwa Kiingereza wanasema sustainable development haiwezi kuwa sawa kama nguvu haitakuwa nguvu asili ya kitu fulani husika. Kwa vivyo hivyo inapokuja kwenye swala la binadamu, ili jamii fulani iweze kuwa na maendeleo endelevu, lazima nguvu inayotumika kusababisha hayo maendeleo iwe ni nguvu asilia. Na tunavyosema nguvu asilia, ndio kile kitu ambacho tunachokuja kuita kama self drive ama inner drive. Hiyo ndo nguvu asilia ambayo wewe kama mwanadamu unayo, na ndio hiyo inatakiwa itumike kuleta maendeleo katika jamii husika. Sasa nilitolea mfano wa wakoloni kuja kutumia nguvu ya nje kuweza kusababisha maendeleo ambayo wao walikuwa wanataka. Wao walikuwa hawana namna. Unapoenda katika jamii fulani mpya na ukakuta wanafanya jambo jingine na wewe unataka wafanye jambo jingine, unajua kabisa hamna namna ya kuwa na maelewano ya kirahisi, lazima utumie nguvu ili kupata matokeo unayoyataka. Na wao ndivyo walivyofanya hivyo. Lakini bado tunasema hakuna maendeleo endelevu, na ndio maana sasa hivi hatuna ukoloni tena, hakuna utumwa tena. Maana yake yale maendeleo endelevu yamekatika kwa sababu ya kutumia nguvu ya nje ili kupata matokeo unayotaka, ingaje wao ndio matokeo ya kipindi kile yanawaendeleza mpaka leo, au sio, wale waliohusika na ukoloni pamoja na utumwa. Lakini imekuja kukatika njia. Ila sasa kwa sisi ambao tupo bado katika nchi zetu za Afrika, kwa sababu tumegandamizwa muda mrefu sana na nguvu kutoka nje, imefika mahala tukaona haya ndio maisha yetu. Ni sawa sana mtu ambaye anaishi na msumari kwenye mguu. Msumari unaweza ukaanza kuona kama ni kitu kigeni pale unapokuwa umeingia na zile siku ama masaa ya mwanzoni baada ya huo msumari kuingia mguu. Ndio unaona hichi kitu si cha hapa, hakitaki kuwepo hapa, kinaleta maumivu. Lakini kadri unavyozidi kuishi na kile kitu, unazidi kukizoea na kukifanya kuwa sehemu ya maisha yako. Sijui kama unanisoma. Hata kama hakipaswi kuwepo hapo, hata kama kinasababisha maumivu, lakini kukaa nacho muda mrefu unakizoea na kinakuwa sehemu ya wewe. Ndivyo ilivyokuwa kwetu. Kwa hiyo imefika mahala kusukumwa nje imekuwa ndo tamaduni, ndio namna ambavyo mambo yetu yanakwenda. Ingawa ukimhoji mtu mmoja mmoja, wote wanajua kwamba hapana, lazima tuwe na msukumo kutoka ndani. Sio kama unanisoma? Yes. Sasa nijibu swali kwa sekunde chache zilizobakia. Unawezaje kuwa na msukumo wa ndani? Unawezaje kufanya mazoezi? Mimi niseme nimetumia njia hizi kuweza kubadilika. Ni kujiuliza maswali yafuatayo. Cha kwanza, je, hili jambo ninalotaka kulifanya lina maana? Lina maana? Ni kitu cha msingi ninachotaka kukifanya? Hilo ni swali la kwanza ambalo lazima niweze kujiuliza. Kwa hiyo pata namna ya kufanya survey, unalolifanya ama unalotaka kulifanya lina maana kweli? Lakini cha pili, je, nimenuia kweli kulifanya jambo hili? Unajua sio lazima
kila jambo la maana ulifanye. Sio lazima na huwezi, kwa sababu mambo yako mengi sana duniani ya kufanyika. Na huwezi ukafanya yote, utafanya machache tu kulingana na uwezo wako. Kwa hiyo si kitu kibaya kukataa kufanya jambo fulani ambalo ni la maana, as long as una jambo jingine la maana ambalo unalifanya kazi. Swali la 3 ni tayari umeshaanza kulifanya hilo jambo na labda unataka kuishia njiani. Ni lazima ujiulize, je, ninataka kuishia njiani kwa maamuzi ama kwa kupotelea tu juu juu? Manake sehemu kubwa sana ya Watanzania kwa sasa wanajiingiza kwenye mambo, halafu mambo yanapotelea juu kwa juu. Sijui kama unanisoma, na naamini wewe wezekana kwa ni mmoja wapo. Umejikomiti kwenye mambo mengi, umesema jamani nimo, lakini baada ya kuingia unaanza potelea juu kwa juu. Hutaki kusema kwamba umo, hutaki kusema kwamba haumo, unapotelea juu kwa juu. Sasa hii kupotelea juu kwa juu huwa ni tunasema kwa kizungu anasema ni excuse ama ni kisababishi. Excuse kwa Kiswahili sijui nini, jina limeshanitoka. Lakini ni excuse ya mtu kujipa ili kusema kwamba unajua waliniacha nje, ama muda umeisha, ama kitu gani kilitokea, lakini unajua kabisa kwamba ulitakiwa kuwemo. Sio kuna nielewa. Kwa hiyo yako hayo maswali makubwa matatu ambayo mimi nilianza kujiuliza. Cha kwanza swali la kwanza nilijiuliza kwamba hili jambo lina maana. Cha pili, je, ninataka kulifanya? Ninanuia kulifanya? Lakini cha tatu, baada ya kwanza kulifanya, ninapotaka kuishia njiani ninajiuliza, ninaishia njiani kwa kujiuliza kwamba je, nataka kuhitimisha ama la? Uzuri ni kwamba ukijiuliza kama unataka kuhitimisha, lazima ujipe sababu za msingi kwa nini unataka kuacha. Kama ulisema unaanza kujenga nyumba afu ghafla unataka kuishia njiani, lazima ujipe sababu za msingi. Kwa nini niishie njiani? Kwa nini uishie njiani? Na ukianza kujiuliza lazima upate sababu za msingi. Kama ni kwenye usomaji wa vitabu, ulisema jamani niwekeni kwenye grupu la usomaji wa vitabu, alafu ghafla husome vitabu, lazima ujiulize, je, nataka kuacha kusoma vitabu? Na lazima ujiambie ndio, nataka kuacha kusoma vitabu kwa sababu sioni manufaa ya usomaji wa vitabu. Lakini ukiwa wewe ni wa kupotelea juu kwa juu, yani huo ndo ugonjwa wenyewe. Kila siku utakuwa unajiambia hili ni jambo la maana, nianze kulifanya, na utapotelea juu kwa juu. Kwa hiyo ukianza kujiuliza haya maswali, samani nimepitiliza muda zaidi ambao nilisema ningetumia, lakini naomba nikamilishe ujumbe. Uzuri wa haya maswali yanakuletea kitu fulani, kwa Kiingereza wanaita conscious. Conscious ndio kitu pekee itakuwezesha wewe kuwa macho, tunasema, katika safari yako ya utimilishaji wa jambo lolote, utekelezaji wa jambo lolote lile. Conscious ikiwa iko yote hapo, lazima uwe unajiuliza maswali, umo ama haumo. Ndio maana hata kwa wale ambao tunasoma Biblia, kuna mahala Mungu anasema sitaki mtu ambaye ni vuguvugu. Ukiwa vuguvugu nitakutema, kuwa baridi ama moto. Manake chagua upande na ufanye maamuzi yanayoendana na huo upande. Endana na sehemu ambayo umenuia kuikaa. Lakini ukiwa ni mtu unakaa kwenye moto alafu unapotelea kwenye baridi, ama unakaa kwenye baridi unapotelea kwenye moto, unakuwa ni mtu ambaye unajipa tiketi ya kufeli moja kwa moja. Wakati mwingine ni heri ufeli kwa maamuzi. Ni rahisi sana kujua matokeo na kubadilisha uelekeo kuliko kufeli kwa kuingia taratibu. Mara nyingi kuja kugundua kwanza umekosea inaweza ikachukua muda mrefu, ingawaje unajiona umekosea, ila kugundua, ile kuwa na conscious, hiyo wanasema inachukua muda mrefu sana. Na usipokuwa na conscious ya kufika mahala ukajiuliza kwamba bwana, hebu niache kulifanya hili jambo kwa sababu sitaki kulifanya, usipofika hiyo mahala, sijui mwisho wako utakuwa mrefu sana. Kwa hiyo ni hivyo, fanya hayo mazoezi, jiulize hayo maswali. Na nataka kufanya ni jambo la maana, je, nataka kulifanya kweli? Na ukishaanza kulifanya, unapotaka kusimama jiulize, ama utakapoanza kuona umekuwa mvivu jiulize, nimeacha kulifanya jambo kwa muda mrefu, je, ninataka kuacha kulifanya? Kwa nini niache kulifanya? Ukishaanza kujiuliza haya maswali na ukajipa majibu ambayo ni ya ukweli kulingana na nafsi yako, amini usiamini, utapiga hatua.